Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa fulani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi, wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775026557. Karibu katika sehemu ya 7 ya likapi yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 6, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Dada Gaun alieleza kwamba ule mdoli kuja pale nyumbani kwao ulikuwa umeletwa na mtu ambaye hata kumzania, lakini yeye alikuwa ameupenda sana ule mdoli. Kwa bahati mbaya sana mama yake mzazi hakuwa ameupenda, kwa akauchukua ule mdoli na kwenda kutupa katika dampo. Lakini bado bidada Gaun alikuwa anashindwa kabisa kuishi mbali na ule mdoli, akaamua kukusanya na kuutia katika store ambapo mara nyingi sana alikuwa akiuhifadhi huko. Na baada ya bidada Songi kuweza kumueleza kwamba mdoli huo ulikuwa umeunganika na nafsi ya mtoto mmoja ambaye alifariki miaka mingi iliyoweza kupita, na huyo mtoto alikuwa ni mtoto wa chizi mmoja ambaye anazunguka katika madampo. Basi bidada Gauna hakuwa na namna yoyote ile isipokuwa kumkabidhi bidada Songi ule mdoli. Sasa akiwa anaelekea nyumbani kwa rafiki yake Jiho, huku mkononi akiwa na mdoli. Lakini siku ya leo Jiho akasema kwamba yuko tayari yeye kuwa ilizi kwa ajili ya kuweza kumlinda Mwamba, kwa sababu Gauna kwa sasa hataki kabisa kumuona bidada Songi. Na Mwamba Jiho akasema kwamba yuko tayari kutumika kama daraja. Bidada chochote kile ambacho anahitaji kumfanyia Mwamba Jayoni, basi asisite kumpatia yeye, kisha atakuwa anapeleka moja kwa moja kwa Mwamba Jayoni ili jamaa aweze kutibiwa na kuepukana na hatari ya kifo. Lakini siku leo tunaonyesha bidada akiweko katika mitaa, anahangaika sana kumtafuta yule chizi ili lengo aweze kumrudishia mdoli wake, kwa sababu mdoli huu umeunganika na nafsi ya mtoto wake. Kile akabahatika kumpata huyu chizi kando kidogo ya dampo ambalo lilikuwa liko jirani na nyumba ya kina Jayoni. Alipotaka kumfuata lengo aweze kumkabidhi mdoli wake, ghafla tu akaweza kumshuhudia Jayoni alikuwa akitoka na kuweza kumuona huyu chizi, kisha akamwambia kwamba usisogeleane sana, nataka ni hatari kwa afya yako, zaweza kukuzuru. Jamaa alikuwa na huruma sana. Dada Songi akiwa amejificha sehemu alikuwa akiyashuhudia haya yote na akajikuta anatabasamu tu, kwa sababu mtu anayempenda ni mwenye ukarimu sana na mwenye moyo mwema. Baada ya muda kidogo Mwamba Jayoni akawa ametoka eneo la tukio na kisha akawa ameelekea ndani. Bidada akanyata haraka haraka, kisha akamfuata yule bidada chizi na kumpatia mdoli wake. Na baada tu ya kupatia ule mdoli, ghafla tu yule chizi akili yake ni kama ikawa inarejea kiasi fulani hivi. Lakini pia hata huyu mtoto alikuwa kibebwa katika hali ya nafsi, naye akawa anatabasamu. Kiufupi ni kwamba alikuwa amerudi mahali sahihi. Lakini kabla bidada Songi hajaweza kuondoka katika eneo hili, akawa ameshtukia kwamba katika dustbin hii kulikuwa kuna ile lipstick aliyokuwa amempatia Mwamba ili aweze kujipaka katika midomo yake isiweze kupauka. Akajisikia vibaya sana mpaka akawa anatoka machozi, kwa sababu yeye hiki kitu alitoa kama zawadi ya upendo kutokea ndani ya moyo wake, lakini jamaa hakuisamini kabisa na kuitupa katika dampo. Hii kitu ilimvunja sana moyo. Akabaki akilia katika lile eneo la dampo mpaka mvua ilipoweza kuanza kunyesha, lakini bidada hakujali kabisa. Bado aliendelea kulia tu kwa kwamba Jayoni mtu ambaye anampenda hamjali kabisa. Lakini baadaye kidogo akashtukia kwamba kuna mwamvuli ulikuwa kando yake, hakuwa mwingine, alikuwa ni Mwamba Jayoni. Sasa kumbe Mwamba Jayoni alikuwa ametimba katika maeneo haya, lengo ni kwenda kuitafuta lipstick ile ambayo bidada alikuwa amempatia. Lakini kwa bahati mbaya sana alishangaa kuona kwamba bidada alikuwa katika maeneo haya akilia. Lakini Mwamba akawa amemtoa pale bidada na moja kwa moja kama muingiza ndani, huku akiwa amechukua na ile lipstick akisema kwamba nilikuwa nikifuata lipstick yangu kwa sababu nilikuwa nimeipoteza kwa bahati mbaya. Pia akamwandalia bidada Songi chai kwa sababu alikuwa ameloa kwenye mvua na alikuwa anatetemeka baridi. Lakini akiwa katika eneo hili aliweza kushtukia kwamba picha za bibi yake na Mwamba kipindi angalikuwa yuko hai, kuna michoro ambayo ilikuwa imechorwa. Akasema kwamba hii michoro ina maana ilikuwepogi kutokea mwanzoni, na kama hii michoro ilikuwa imechorwa basi ilikuwa inaleta bahati mbaya katika familia. Na swali linakuwa moja tu, ni nani alikuwa akichora michoro hii katika picha za bibi yake na Mwamba Janghu, au ni Janghu mwenyewe? Bidada Songi akaongezea kwa kusema kwamba michoro hii ikichorwa tu siku 49 kutokea ilipokuwa imechorwa, basi mtu ambaye amechorwa hii michoro atakwenda kupoteza maisha. Na bila shaka michoro hii ilikuwa imechorwa siku 49 kabla bibi yako hajaweza kupoteza maisha. Sasa nani alikuwa amechora? Mwamba Janghu, haya maneno yakaanza kumuingia katika akili yake, akaanza kutathmini na kuanza kufikiria ni siku 49 kabla bibi hajapoteza maisha, nini ambacho kilikuwa kimejili. Ghafla tu akaja kusema kwamba Sokwa ndo anahusika katika mambo yote. Lakini Janghu akamwambia bidada kwamba mbona mnanifanyia masiara? Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba wewe pamoja na huyo Sokwa ndo mmeweza kuhusika kumuua bibi, kwa sababu niliweza kuwafuma mkiwa mnafanya ibada, na siku hiyo mlikuwa mkifanya ibada ndio siku ambayo alikuwa amechora picha hizi. Bidada Songi kuyasikia hayo akajikuta mpaka anatoka na machozi, kwa sababu hakutegemea kabisa kwamba siku ile bidada ambapo alikuwa ameomba kwamba aweze kushiriki ibada na Sokwa, kumbe ndio alikuwa akifanya ibada ya kuweza kumuondoa hai bibi yake na Mwamba Janghu. Bidada Songi wakati anaondoka akazungumza maneno mawili matatu tu kwa kuyahitimisha na kusema kwamba ile siku ndio siku ya kwanza mimi nakutana na Sokwa, na sikujua
sikujua kabisa kwamba yule ni Sokwa, lakini mimi nilijua kwamba ni mganga mwenzangu tu. Na kwa sababu nilimkuta anafanya ibada katika eneo ambalo tunapambana na mzimu muhimu sana, mzimu ambao unawatesa wanakijiji, basi nikaona nitoe msaada kuweza kufanya ibada ile. Lakini sikujua kabisa kwamba tulikuwa tukifanya ibada ya kumuondoa bibi yako. Bidada Songhee haamini kabisa macho yake, lakini Mwamba pia Gang Ho haamini kabisa kwamba bidada ndo aliweza kushiriki kumuua bibi yake. Ilikuwaje kitu jamani? Mbona kama vile maruelue yani. Na baada tu ya bidada Songhee kuweza kuondoka katika maeneo yale, anaonekana Gang Ho akiwa anaelekea katika jumba fani la kitajiri kweli kweli. Lakini katika jumba hili alitoka mzee mmoja hivi, kisha kama amemsalimia na kumwambia kwamba anahitaji namba ya Sokwa. Kumbe huyu ndio baba mzazi wa Mwamba Gang Ho. Sasa inakuwaje jamaa anaishi maisha magumu katika namna ile, kumbe baba yake yupo na ana kipato kizuri? Basi bana, bidada kati ameshagundua kwamba yeye aliweza kuhusika katika kufanya ibada ambayo ilimuondoa bibi yake na Mwamba Gang Ho. Leo alitimba katika makaburi kwenda kutafuta majivu ya bibi yake. Lakini alipofika kuyatazama haya majivu akagundua kwamba kulikuwa kuna maandishi ambayo ni ilizi ilikuwa imeandikwa, na bila shaka yote kuna jini ambayo ilikuwa limetembelea mitaa hii. Na wakaja kugundua kwamba bibi yake na Mwamba Gang Ho alikuwa amebadilishwa na kuwa jini. Kumbe bana, Sokwa anachukua watu hata katika mitaa kwenda kujiongezea nguvu katika ule mzimu ambao ameweka kule katika jumba la maficho. Na bidada Songhee akawa amemuomba mamake mzazi kwamba aweze kumsaidia kufanya ibada inaitwa purification ritual, yani tambiko la utakaso. Na ili tambiko ndio linaweza kuikomboa ile nafsi ya bibi yake na Mwamba Gang Ho kule katika maficho ambayo mwanamama Sokwa ameweza kuifungia nafsi ya bibi yake na Mwamba Gang Ho. Bidada Songhee akaanza kufanya ibada hiyo chini ya uangalizi wa mamake mzazi. Lakini upande wa pili tunaonyeshwa kwamba Sokwa ameshakutana na Mwamba Gang Ho kwa sababu Gang Ho alikuwa amehitaji namba ya simu kutokea kwa babake mzazi na alikuwa ameweza kumpatia. Gang Ho hakuwa na maneno mengi kabisa, akamwambia tu Sokwa kwamba anahitaji nafsi ya bibi uweze kuirudisha katika maeneo yake sahihi ili iweze kupumzike kwa amani. Lakini Sokwa akasema kwamba umejuaje mambo haya yote? Akachukua ilizi na kumwekea katika maeneo ya usoni, lakini kwa bahati mbaya kimbola chake ikawa kimedunda. Sokwa akagundua kwamba Mwamba alikuwa analindwa sana kwa sababu kimbola chake ilikuwa kifanyi kazi kabisa. Sasa akataka kujua ni nani ambaye anamlinda Mwamba. Ikabidi kumshawishi na kumwambia kwamba mimi niko tayari kwenda kufanya ibada ya kuweza kurudisha nafsi ya bibi yako ikakaa sehemu sahihi. Naomba unipeleke nyumbani kwako. Wakachukua gari ya kifahari na moja kwa moja wakaelekea nyumbani ambako Mwamba Gang Ho anaishi. Lakini kwa bahati mbaya sana njiani Jiho alikuwa akifuatilia tukio zima. Ikabidi kumpigia bidada Songhee kwamba anatakiwa kuwahi eneo la tukio kwa sababu ameweza kumuona Sokwa akiwa ameambatana na Mwamba Gang Ho. Lakini kwa bahati mbaya bidada alikuwa amechoka sana kwa sababu alikuwa akifanya ile ibada kwa muda mrefu. Na kumbe mchawi hawezi kuingia ndani ya nyumba yako mpaka umkaribishe wewe mwenyewe. Akawa anamwambia Gang Ho kwamba naomba unikaribishe nyumbani kwenu. Gang Ho akamwambia kwamba karibu. Kisha alipoweza kuingia ndani akagundua kwamba kuna kimdoli ambacho bidada Songhee alikuwa amempatia Mwamba. Kumbe kile ndio alikuwa amekitegeshea ilizi ambayo inamlinda jamaa. Akauchukua mdoli ule na kisha akaanza kuondoka nao. Lakini kabla hata hajafika mbali, ghafla tu akajitokeza bidada Songhee na kuweza kumzuia, kisha kama amechukua ule mdoli. Lakini mwanamama Sokwa akatamka mbele ya Mwamba Gang Ho kwa kusema kwamba huyu bidada Songhee ni mbaya sana kwa sababu anakuwekea vitu vya kishirikina ndani vinavyoleta mikosi na mabalaa. Ndio maana mimi nimekutaka kuvitoa, yeye anataka kuvirudisha. Lakini bidada akamwambia kwamba hata wewe umeingia ndani ya nyumba hii haukuja kwa lengo zuri, kwa sababu kama kulu kuja kufanya ibada ya utakaso ulipaswa kuja na maji matakatifu pia na mishumaa. Lakini wewe hivyo vitu hujaja navyo, bali umekuja na moto ama kuichoma nyumba hii. Hukuja kwa lengo zuri hata kidogo. Mwamba Gang Ho kwa mara ya kwanza akachekecha sana. Mwisho wa siku akagundua kwamba hapana, hata kama bidada Songhee ni mbaya, lakini acha ni upande wake. Yeye akazichukua zile picha za bibi yake na kuweza kuzichoma, lengo kuweza kufanya utakaso au kukamilisha ibada ya utakaso. Japokuwa Mwamba Gang Ho alikuwa ni kama anabeti, yani kukisia, lakini ni kweli kabisa alikuwa amefanya maamuzi sahihi. Hii kitu limkela sana Sokwa ambaye aliahidi kuwafanya kitu kibaya siku za mbeleni. Mama yake na bidada Songhee katika kukamilisha tambiko lile ambao mwanae alikuwa amelianza la kuweza kuitakasa nafsi ya bibi yake na Mwamba Gang Ho, basi moja kwa moja akawa ametumia tone fulani hivi la damu, kitu ambacho ni makosa kabisa kwa waganga kuweza kufanya kitu hicho. Na huyu mganga mkuu akawa amesema kwamba utapewa adhabu kwa kosa kama hilo, kwa sababu hii njia ambayo alikuwa ametumia mama yake na bidada Songhee ni njia ambayo mganga anaitumia kipindi ambapo mambo yamefika ukomo kabisa, na ni njia kubwa sana kuweza kuadhibu mtu kwa kosa dogo, lakini ameweza kuitumia hii na itakwenda kumzuru Sokwa. Ni kweli kabisa. Baadaye ukaonekana moshi mweusi sana ukiwa umepanda angani na moja kwa moja ukaona mfuata Sokwa kule alikokuwa, kisha ukawa umemvamia. Lakini baada ya kumvamia tu akaanza kutoka damu katika maeneo ya masikio, na hiki tukio liweza kushuhudiwa na bidada Songhee. Akamweleza wazi kabisa Sokwa kwamba wewe unamtumikia shetani, lakini kama waganga tulipaswa kumtumikia Mungu. Unaweza kuomba msamaha kwa Mungu wako ili labda ataweza kukurehemu kwa kosa uliokuwa ukilifanya. Na kitendo cha Sokwa kuweza kumomba Mungu msamaha kitakuwa kimemkela sana shetani, na Sokwa hakuwa na namna yoyote ile, kwani akicheza hapa atakwenda kupoteza maisha yake. Ikabidi kumomba Mungu msamaha, kisha uzima wake ukawa umerudi na akaanza kutembea kusonga mbele. Bidada Songhee alipoweza kuitazama karatasi yake akagundua kwamba imebakia siku 2 tu Mwamba Gang Ho aweze kukamilishiwa ibada zake ili awe kwa binadamu wa kawaida kabisa, afu na yeye bidada Songhee aweze kusonga mbele na mambo yake, aache kabisa kumsumbua ujamaa. Mwamba Gang Ho kila wakati akikaga ndani anajilaumu sana kukutana na huyu bidada ambaye anafahamika kama Songhee, kwa sababu anaisigi ni kama amemletea mabarana na mikosi tu, lakini hajui kwamba alikutana na bahati kubwa sana ambayo inamlinda kila wakati. Upande wa pili tunaonyesha Sokwa akiwa amefika katika ile jumba la mizimu. Milango ikawa inagoma kabisa kufunguka kwa sababu alikuwa amemkela shetani kwa kitendo cha kumomba Mungu msamaha. Milango hii imegoma kufunguka na yeye anapaswa kuingia ndani
kumbe amebakiza kafara moja tu. Akawa anaiomba mizimu kwa kusema kwamba naomba mniruhusu niingie ndani ili nikakamilishe kafara ya mtu mmoja tu niweze kukupatieni nguvu. Hatukujua ni nini ambacho bidada Soko aliweza kujibiwa katika lile jumba la mizimu, lakini upande wa pili unaonyesha kwamba Mwamba Jianho akiwa yuko darasani, bidada akazidi kuona mizimu inammendea, lakini akawa anampatia ishara Jiho kwamba amshike mkono jamaa ili jamaa aweze kuendelea vizuri. Ni kweli kabisa Jiho akawa anamshika mkono, kumbe akawa anaifukuza ile mizimu pasipo yeye kujua. Hasa yule rais wa shule ambaye anafahamika kama Gaun, kutoka siku ambayo bidada alimwambia kwamba alikuwa akifuatiliwa na mizimu, basi moja kwa moja akawa anapiga picha kila maeneo ambayo yameshindikana na kusema kwamba hebu nionyeshe wapi mzimu ambapo unaonekana katika mitaa hii. Lakini bidada Songhia akamwambia kwamba mizimu si watu ambao unaweza kaona kirahisi ama ukawapiga na picha. Hawa ni watu ambao wako katika mfumo wa nafsi, huwezi kuona kwa macho ya kawaida. Bidada Gaun akasema kwamba kama siwezi kuona kwa macho ya kawaida basi nitanunua kamera. Na ni kweli kabisa, nyakati za jioni hivyo alikuwa anafanya masuala ya michezo, basi akawa anapiga picha katika maeneo ya uwanja, kisha akawa anasema hebu angalia mizimu hii hapa. Lakini bidada alikuwa busy sana kutokutazama kwa sababu anajua kwamba kamera haiwezi kuonesha mizimu. Lakini bidada Songhia alikuwa haioni kabisa mizimu katika maeneo haya ya uwanja, ila kadri ambavyo anazidi kuambiwa na Gauni kwamba mizimu hii hapa naiona kwenye kamera, ikabidi kuweza kutazama tu, japokuwa ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini alipoweza kutazama alikuja kugundua kwamba kuna mizimu mingi sana, na hii mizimu yote ilikuwa ikimtolea macho Mwamba Jianho kwa sababu anatakiwa kufa kama siku moja tu iliweza kubakia. Swali linakuja, ni kwa nini bidada hakuweza kuiona mizimu wakati yeye ni mganga na huwa anaiona mizimu kirahisi zaidi? Na je, ataweza kupambana na mizimu hii ambayo hawezi kuiona kwa macho yake ya kawaida na kuhakikisha kwamba ndani ya siku moja hii anaweza kumkomboa Mwamba? Tukutane katika episode inayokuja, itakuwa na majibu zaidi. Gusa alama ya kusubscribe, lakini pia usisahau kugusa alama ya kulike, lakini pia usisahau kucomment makopa. Pia unaweza kashare kwa marafiki na ndugu na jamaa zako kuhakikisha kwamba tamthilia hii inapata like nyingi zaidi, kisha baada ya hapo tuweze kutoa episode inayofuatia. Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa frani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi, wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia namba za simu za 0775 0265 57.